Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuendea vizuri, wananchi Young Africans wakiendelea kuweza kupeperusha bendera vyema kabisa ya Tanzania katika anga la kimataifa katika upande wa soka, ukiweza kushuhudia viongozi wakiweza kupaa kimataifa, ambapo wakiweza kufanya vikao vikubwa kabisa. Hapa nazungumzia kama issue ya Engineer Hersi Said, lakini pia na yale mazuri ambayo yanaendelea kwa sasa kuweza kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Yanga wamekwenda kukamilisha dili kubwa kwa siku hii ya leo, ambapo limefanyika na inaelezwa kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Yanga wamehakikisha kwamba wanapata saini kubwa ambazo wanazozihitaji kwenye kikosi chao kulingana na kile ambacho wao wanakihitaji kukifanya, yani maboresho kwenye kikosi chao, kuongeza nyota wapya wenye uzoefu wa kutosha kabisa ili kwenda kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, pamoja na kuweza kutetea mataji yao ya ndani ya ligi ya Tanzania, ambapo unafahamu kabisa kwamba ni wababe katika nafasi hiyo. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kuhusiana na nyota mpya ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho kwa kile kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha Young Africans. Karibu. Bana, unafahamu kabisa kwamba kwa sasa tunaelekea katika kipindi cha usajili, na hususan katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Unafahamu kabisa kwamba lazima timu zipate nafasi ya kuweza kuongeza ama kufanya maboresho kwenye kikosi chao kwa kuongeza nyota wengine wapya kwenye kikosi hicho. Sasa Young Africans unafahamu kwamba kumekuwepo na tetesi nyingi juu ya nyota baadhi ambao wanatajwa kwenda kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans kulingana na ripoti ya mwalimu Pedro ambao amekwenda kuiwasilisha kwa viongozi. Sasa taarifa inaelezwa kwamba klabu ya Young Africans ambayo kwa muda imekuwa ikiweza kunyemelea dili la nyota kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa nazungumzia hapa nazungumzia si mwingine bali ni Elie Mpanzu. Naambiwa klabu ya Young Africans ipo katika mazungumzo mazuri ya mawasiliano ya awali na wasimamizi wa winga kutoka wekundu wa Msimbazi Simba, Elie Mpanzu mwenye umri wa miaka 23, kwa lengo la kufahamu uwezekano wa kumpata katika dirisha dogo la usajili au dirisha kubwa lijalo, kulingana na hali ya mkataba wake na Simba Sport Club. Kwa mujibu wa taarifa, endapo dili la Mpanzu alitafikia makubaliano, unaambiwa kuna mambo kadhaa ambayo yatakwenda kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba huenda wakaongeza dau zaidi ili kuweza kumpata Elie Mpanzu ambaye kwa sasa katika kile ambacho kinachoelezwa ni kwamba Mpanzu ni wazi ya kwamba hana furaha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo Mpanzu inaonyesha kwamba anahitaji kwenda kucheza kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo
kwa mujibu wa watu wa karibu wakieleza katika yale ambayo yanayokwenda kutokea, ambapo taarifa hiyo imeeleza kwamba kile kilichopo ni kwa sasa ni kuhakikisha kwamba Mpanzu anakwenda kwenda katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo mambo yanaonekana kuwaendea vizuri, ambapo kwenye kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba kwenye usajili ni kamali, lakini kwenye hiyo kamali usitake wewe ndio unakula tu. Kuna muda kubali na wewe kuliwa pesa zako, kubali kuumizwa na wewe, ndio maisha yapo hivi siku zote kwenye mpira. Unapomsajili mchezaji usiangalie upande wako tu kwamba tumpe muda mchache. Je, akifeli na wewe unatakiwa ujiulize, je, akikiwasha tunaweza kumbakisha au kubato na timu zinamhitaji? Always ni ngumu kubakisha mchezaji aliyemaliza mkataba kwenye timu ambayo haifanyi vizuri, kwa sababu kila mchezaji anapenda mafanikio makubwa kwenye mpira, hasa kwa muda mfupi. Lakini je, unawezaje kuwabakisha wachezaji? Mfano mzuri ni Mpanzu. Kwa msimu ulioisha angepewa mkataba wa miezi 6, sidhani kama leo angekuwa ukoroni, yani akimaanisha Simba Sport Club, lakini hadi leo yupo kwa sababu ya mkataba ambao alisainiwa pale Simba. Ingia hasara ili baadaye upate mafanikio, lakini usitake mafanikio kidogo yenye hasara kubwa mbeleni. Utakuwa mtu wa kwanza moja kila siku na siku zinaenda hivyo. Hapa mchambuzi pia akiweza kugusia dili la, hapa nazungumzia Eli Mpanzu juu ya kwenda kujiunga na kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans, ambao wanaonesha nia ya wazi kabisa juu ya kuweza kumtaka winga huyu ambaye anaonesha kwamba kuna namna ambacho kile alikuwa anakitaka. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Morris Abraham alikuwa miongoni mwa target za Young kwenye dirisha dogo, kwa kuwa awali Morris alikuwa na mkataba wa miezi 6, ambapo Morris Abraham wasimamizi wake, ambapo inaelezwa kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni namna kuweza kuongeza mkataba kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, lakini Young Africans wameonyesha kuweza kuingia kwenye dili hilo. Kwa hiyo pengine tutegemee kusikia lolote kwa wakati huu. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba kiungo wa Yanga Musa Bala Conte ametumiwa salamu za nguvu na kocha wake wa zamani Alexander, akimtaka kupambana kurejesha heshima yake ndani ya mabingwa hao. Aliwahi kumfundisha Conte akiwa Exfasieni. Amesema kiungo huyu ana kipaji kikubwa na hapaswi kukata tamaa kwa kutopata nafasi ya kucheza. Anamtaka afanyie kazi maeneo ambayo wachezaji wenzake wanamzidi, kisha aongeze mazoezi binafsi ili kurudi katika ubora wake, ambaye amekuwa akikosa nafasi kwenye timu ya wananchi Young Africans, ambapo kila mmoja ameweza kushuhudia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Nafasi imekuwa ni adimu kwelikweli, lakini unaambiwa mambo huenda yakawa tofauti. Lakini katika taarifa nyingine unaambiwa wakala ambaye anamsimamia Pacome Zouzoua Pedro, na ndio huyo anamsimamia Jean Charles Ahoua, ambapo hatma ya Jean Charles Ahoua itategemea na kocha anayekuja, ndio ataamua hatma ya Jean Charles Ahoua abakie Simba ama aondoke, na huku taarifa zikielezwa kwamba huenda asongeze mkataba na mwisho wa siku kuingia katika rada za Young African. Tusubiri kuweza kusikia taarifa kamili ama rasmi kutoka kwenye timu hizi zitasema vipi. Laweka maoni yako hapo chini katika upande wa